tunafanya kazi ya operation ya kuangalia bei ya mbolea kutoka kwenye maduka ya wauzaji wa pembejeo pamoja na mawakala ambao wanahusika na usambazaji wa mbolea. Juzi tulikuwa na kikao cha wadau wa kilimo mkoa wa Songwe. Moja miongoni mwa malalamiko waliotuambia kwamba wako wafanyabiashara wanauza mbolea kinyume na bei ambayo Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza. Mtakumbuka kwamba rais wetu baada ya kuona mbolea inapatikana kwa wakulima kwa bei kubwa, ilikuwa inauzwa zaidi ya $100,000, aliamua kutoa fedha za ruzuku ili kushusha bei ya mbolea. Kuanzia misimu iliyopita wakulima mlikuwa mnapata bei ya mbolea, mlikuwa mnapata mbolea kwa bei ya ruzuku. Lakini mpaka mwaka huu bado serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kutoa bei elekezi ya mbolea kwa mkoa wa Songwe katika wilaya yetu hii ya Mbozi ni shilingi 76,000. Mfuko wa DAP wa kilo ngapi? Kilo 50 ni shilingi 76,000. Sasa yeye amepandisha bei kutoka shilingi 76,000 mpaka shilingi 95,000. Amepandisha bei karibia shingapi hiyo? Karibia 19,000. 19 mzima amepandisha. Lengo ni kuweza kujipatia faida. Sasa ndugu zangu, sisi kama serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliamua kuwasaidieni nyinyi wakulima mpate mbolea kwa bei ya ruzuku kwa gharama nafuu, ili muweze kulima, muzalishe kwa tija, muweze kupata chakula cha kutosha, mupate ziada kwa ajili ya kuwekeza katika maisha yenu. Sasa katika mkoa wa Songwe nitoe onyo, na hii operation ni endelevu kwa wafanyabiashara wote wa maduka ya pembejeo. Sihitaji na sitaki kusikia mbolea zinauzwa nje ya bei ya ruzuku iliyoelekezwa na serikali. Wafanyabiashara wote watakaojihusisha, tutakaowakamata wanauza mbolea kwa bei nje ya bei ya ruzuku iliyoelekezwa na serikali, tutawakamata na kuwachukulia hatua. Lakini tutashtaki kwa kesi ya hujumu uchumi, kwa sababu hiki kitendo kinachofanyika ni kuhujumu uchumi, ni kuhujumu uchumi wa nchi yetu, kwa sababu jitihada za taifa letu ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula cha kutosha ili kuwa na usalama wa chakula. Wewe unapoingilia kati na kutaka kuzoofisha jitihada hizo, manake unahatarisha usalama wa chakula wa nchi yetu. Lakini mzee kama huyu amebanabana, amepata fedha yake, anataka kununua mbolea, wewe unamuuzia mbolea kwa bei tofauti na ile ambayo serikali imeelekeza, manake unamhujumu huyu mzee wangu. Unataka atumie gharama kubwa kwa ajili ya kujipatia mbolea, manake unahujumu uchumi wake. Sasa wafanyabiashara wote wa mkoa wa Songwe, lakini mawakala wote wa mkoa wa Songwe ambao wanahusika na shughuli za uwakala wa mbolea wakae mguu sawa. Tutakaowakamata tunawashtaki na tunawachukulia hatua mara moja, na hii operation ni endelevu. Hatutaki kusikia mbolea inauzwa nje ya mfumo kama alivyofanya huyu tuliomkamata, na kuna wengine tumewakamata pia. Hatutaki kusikia mbolea inauzwa nje ya bei elekezi iliyoelekezwa na serikali. Lakini hatutaki kusikia mbolea inafichwa, kwa sababu mbolea inapokelewa kwa utaratibu maalum kutoka kule inakoagiziwa. Takwimu tunazo kwenye mfumo, tutafuatilia. Kama kuna yeyote atakayehusika na kuficha mbolea, tutakamata. Yeyote anayehusika na kuuza mbolea nje ya mfumo, tutamkamata. Anayehusika na kuuza mbolea kinyume na bei elekezi ya serikali, tutawakamata. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni serikali ya wananchi, na tutawalinda wananchi, tutawalinda wakulima, tutawapigania wakulima kuhakikisha kwamba wanapata mbolea kwa bei iliyoelekezwa na serikali. Kwa hiyo sasa, kamanda wa polisi huko hapa, kaimu RPC, tutaondoka na huyu mmiliki wa hili duka, lakini mume wake amekimbia. Tutaondoka naye atafutwe popote alipo, naye akamatwe ili hatua za kisheria zianze kuchukuliwa.
Lakini na nitoe maelekezo kwa wakuu wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Mbozi huko hapa, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya pembejeo. Operation hizi ziendelee kwa kushirikiana na vyombo vya usalama katika wilaya zote. Tufanye operation za kuhakikisha kwamba tunakagua maduka yote, mbolea ipatikane kwa bei ya ruzuku na sio vinginevyo. Yeyote tutakayemkuta anahusika na kuuza mbolea nje ya bei ya ruzuku, tutakayemkuta anauza mbolea nje ya mfumo, tutakayemkuta ameficha mbolea, tushughulike naye, tuchukue hatua kali za kisheria ili kuweza kuwalinda wakulima wa mkoa wa Songwe. Kwa majina anaitwa Joshua Ngondia, ni meneja ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa mkoa wa Songwe mpaka sasa hivi ninavyoongea, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuna zaidi ya tani 9825 za aina mbalimbali za mbolea. Mbolea za kupandia zipo, mbolea za kukuzia zipo. Tulikuwa na changamoto kidogo ya upatikanaji wa DAP, lakini serikali imefanya jitihada za kutosha. Tumeingiza zaidi ya tani 22,000 ndani ya nchi ambazo ndizo zinaendelea kusambazwa. Sasa jitihada za serikali za kuhakikisha mbolea inapatikana, hawa wachache ndio wanaturudisha nyuma. Kwa hiyo nikupongeza kwa hatua ambazo tumechukua, na sisi kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea tutaonyesha ushirikiano wa kutosha. Tutafanya operation ya mkoa wa Songwe, wilaya Mbozi, wilaya Momba, wilaya Ileje. Kwa hiyo tutaenda kufanya operation kuhakikisha mbolea hizo kisha kuingia zote zinauzwa ndani ya bei elekezi, na wote ambao tutakawapata watakaobainika nauza nje ya mfumo, basi tutachukulia hatua zinazostahili. Niwahakikishie, mbolea ya kupandia, ukikuta umekosa aina ya DAP, tuna mbolea aina ya TSP, tuna mbolea aina ya Formiotesha, tuna mbolea aina pandia, zote hizo zipo madukani. Kwa hiyo ukikuta umekosa DAP, nenda kanunue hizo zingine. Tusikubali kulanguliwa. Ewe mkulima, ukienda kununua mbolea, nenda na namba yako ya mkulima. Ukikuta wakala anataka kukuuzia nje ya ule mfumo, nitaenda kutaja namba yangu, wewe tupigie simu, sisi tutakuja na tutahakikisha mbolea katika ile eneo inauzwa kwa utaratibu unaotakiwa. Namba yangu ya simu kwa wale ambao mna simu ni 0764 60 17 18. Kwa hiyo tuhakikishie wanambozi, mbolea zipo za kutosha, isipokuwa ni baadhi tu ya watu wachache ambao wanazua taharuki kama mbolea haipo, wakati mbolea ipo ili waweze kujipatia manufaa. Kwa hiyo tuombe ushirikiano. Baada ya kutoa namba ya simu, ukikuta sehemu yoyote mtu anauza zaidi ya shilingi 76,000 kwa mbolea ya kupandia, usisite kutoa taarifa ili tuweze kumwajibisha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa